Haleluya! Kwa mara nyingine tena ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ni wakati mwingine wa kujifunza kidogo habari za neno la Mungu. Ningependa kwanza kabisa kumshukuru Mungu kwa nafasi hii kwa siku ya leo. Baba mbinguni, asante katika jina la Yesu. Asante kwa neema yako iliyokuu. Asante kwa uzima. Asante kwa damu ya Yesu iliyomwagika msalabani kwa ajili ya ukombozi wa ulimwengu. Asante Baba mbinguni kwa damu. Asante Yesu Kristo wa Nazareti kwa damu uliyomwaga pale msalabani. Na tunaingia kwenye somo ambalo linahusu imani katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika mafundisho ya Yesu Kristo wa Nazareti, ndugu msikilizaji, ndugu mtazamaji, ningependa nifundishe kidogo kuhusu aina 4 za imani katika Kristo, katika Yesu Kristo wa Nazareti. Aina 4 za imani. Hizi aina 4 ninafundisha zimenisaidia na wewe pia zitakusaidia katika maisha yako ya kila siku ndani ya Kristo. Aina 4 za imani. Yawezekana hujawahi kujifunza, yawezekana unazijua, au yawezekana ni muelewa mpana sana, lakini hebu tunafundishana katika Kristo. Jaribu kusikiliza, jaribu kuelewa ninamaanisha nini. Kwanza ninapozungumzia imani. Imani ni nini? Tujue kwanza imani ni nini kulingana na neno la Mungu. Imani ni uhakika wa mambo yatarajiwayo. Uhakika wa mambo ambayo unayatarajia. Ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Yaani ni bayana maana yake ni halisi. Halisi wapi? Halisi rohoni. Ndiko halisi. Kwa hiyo nasubiria mwilini, lakini rohoni ni halisi. Bayana ni halisi. Hebu tupate uthibitisho wa kusoma neno la Mungu Waebrania sura ya 11 mstari wa kwanza kabisa. Nasoma katika jina la Yesu. Basi imani ni kuwa na uhakika ya mambo yatarajiwayo. Ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Unatarajia, una uhakika rohoni au una uhakika moyoni kwa mambo unayoyatarajia. Hiyo ndio imani. Sasa nataka nielezee aina 4 za imani katika Kristo. Taanza na imani ya kwanza. Imani ya kwanza kabisa ni imani ya kuokoa. Imani ya kuokoa. Imani ya kuokoa ni imani ambayo inamfanya mwanadamu aokoke. Na hii inaweza ikathibitika katika Warumi sura ya 10 mstari wa 17. Imani ya kuokoa ni aina ya imani ya kwanza. Warumi 10:17. Nasoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Warumi sura ya 10 mstari ule wa 17. Warumi sura ya 10 mstari ule wa 17. Basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Hii ni imani ya kuokoa katika Kristo. Nimesema aina za imani. Nitaelezea aina 4 katika Kristo ambazo zitakusaidia sana katika maisha ya kila siku. Na imani hii ya kwanza kabisa ambayo naielezea ni imani ya kuokoa. Imani ambayo inakufanya uokoke. Na hii imani ya kuokoka inakuja kwa kusikia neno la Kristo. Kwa kusikia ujumbe wa Kristo. Kwa kusikia neno la Mungu katika jina la Yesu inakufanya mwanadamu uokoke. Baada ya hapo tunaingia kwenye kitu kinaitwa imani ya pili, ni imani ya kawaida. Imani ya kawaida. Imani ya kawaida inapatikana Warumi sura ya 12 mstari ule wa 3. Warumi sura ni Warumi sura ya 12 mstari wa 3. Kwa maana kwa neema niliyopewa namwambia kila mtu aliyeko kwenu
asinie makuu kupita ilivyompasa kunia, bali awe na nia ya kiasi, kama Mungu alivyomgawia kila mtu kiasi cha imani. Kiasi cha imani alicho Mungu amemgawia kila mtu kiasi cha imani. Kwa hiyo ukishasikia tu unaokoka, ile imani ya kuokoa imeshafanyika. Sasa kuna imani ya kawaida ambayo hii inapatikana pale unapoendelea kujifunza neno la Mungu. Ni imani ya kawaida, lakini kadri unavyojifunza neno la Mungu, hii imani inaongezeka. Kwa hiyo neno la Mungu si tu unajifunza na linavyofunuliwa kwako. Neno la Mungu kuwa kwa wingi moyoni ni jambo jema. Sasa neno la Mungu hilo likifunuliwa ni jambo jema zaidi. Neno lililofunuliwa ndilo linaloleta nguvu ya Mungu, ndio linaloleta ufunuo, ndio linaleta ushindi, ndio linaleta amani, linaleta furaha ya Roho Mtakatifu, linaleta mpenyo wa mafanikio, linaleta baraka, neno lililofunuliwa. Kwa hiyo kuwepo na neno la Mungu kwenye moyo yafaa, lakini kuwepo neno la Mungu lililofunuliwa kwenye moyo yafaa zaidi, katika jina la Yesu. Kwa hii imani ya kawaida itazidi kuongezeka. Mungu anazidi kuongezea. Wanafunzi wa Yesu walimwambia, Bwana, utuongezee imani. Kwa hiyo kumbe, kama kuna kitu ambacho nataka kujifunze kile itwapo leo, kama vile ukiamka asubuhi, pengine wewe unatumia simu, unafungua simu, angalie kuna message zimeingia. Achana na simu kwanza, kabla hujafungua hiyo simu yako asubuhi kuangalia kuna message zimeingia, mwambie Mungu, naomba niongeze imani katika jina la Yesu. Haleluya. Yaani utakuwa kiimani, utakuwa imani ya kuhamisha milima, imani ya kupasua bahari ya Shamu. Ni pale unapoongezewa kila siku. Na muomba Mungu, imeandikwa, ombeni nanyi mtapewa, Wapi imeandikwa? Mathayo sura 7 mstari wa 7, ombeni nanyi mtapewa. Lakini Yohana sura 14 mstari wa 13 anasema, mkiomba chochote, Yesu alisema mkiomba chochote nitafanya. Kwa hiyo omba Mungu akuongeze imani kile itwapo leo. Kutoka Jumatatu mpaka kufika Jumapili, kila siku liko naongezewa imani. Unategemea nini? Kiwango chako cha imani hakitafanana na yule mtu ambaye haombi. Omba. Ikikupendeza omba kila siku, na ikipendeza omba kila saa. Haleluya. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Imani nyingine ni imani ya tatu. Imani ya tatu hii inaitwa imani ya tunda la Roho. Imani ya tunda la Roho. Imani ya tunda la Roho ni ile ambayo inaifanya roho yako sasa itoe matunda. Roho yako itoe matunda ya kile kilichoko ndani yako. Kumbuka, nimeanza imani ya kuokoa, nikaja imani ya kwanza. Sasa kadri inavyozidi kuongezeka ile imani, nikaje kwanza imani ya kuokoa, imani ya kwanza. Imani ya kawaida ndio imani ya pili. Na kuingia hii imani ya tatu, imani ya tatu inaanza kutoa matunda. Inaanza kutoa nini? Matunda sasa. Inaanza kutoa matunda ya kile ambacho kimefanyika katika imani ya kwanza na imani ya pili. Hii imani ya tatu hii inaitwa tunda la Roho. Wagalatia sura ya 3, Wagalatia sura ya 5 mstari wa 22. Wagalatia sura ya 5 Wagalatia sura ya 5 nitasoma kuanzia mstari wa 22. Wagalatia sura ya 5. Ndiyo, Wagalatia sura ya 5 mstari wa 22 na 23. Ninasoma katika jina la Yesu. Mstari wa 22. Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Mstari wa 23 imeandikwa upole, kiasi, upole, alafu kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Kwa hiyo ukiangalia hapo kwa makini sana, utakuta kwamba katika hii imani ya tatu ambayo naita imani ya tunda la Roho, hii imani ya tunda ya Roho
imekuja ni mtiririko baada ya ile imani ya kuokoa, alafu ikafanyika imani ya kawaida ambayo inakuwa kile itwapo leo unapojirisha neno la Mungu. Ndio sasa unakuja imani ya tatu ya tunda ya Roho, ina matunda yake. Ina matunda. Mti mparachichi una matunda. Mti mwembe una matunda. Si ndio? Yanakuwa mengi. Sasa hii imani ya tunda la Roho ina matunda 9. Kwanza kabisa naanza. Kianza mstari wa 22. Lakini tunda la Roho ni upendo, 1. Upendo. Anaendelea tena. Anasema furaha, namba 2 hiyo. Alafu anaendelea tena. Amani, namba 3 hiyo. Uvumilivu, namba 4. Utu wema, namba 5. Fadhili, namba 6. Uaminifu, namba 7. Upole, namba 8. Kiasi, namba 9. Kwa hiyo unakuta kwamba ni matunda 9 ambayo yataanza kujitokeza. Haya matunda yatakusaidia katika kuishi katika Kristo, ambayo haya matunda hayawezi kuja bila zile imani zingine zile kuzichochea. Imani ya kwanza, imani ya pili, maana hii ni imani ya tatu sasa. Hii imani ya tatu imechochewa na ule msingi ambao nilianza. Ukianza imani ya kwanza, ukiingia kwenye imani ya pili ambayo nimesema ni kuongezeka imani kwa kila itwapo leo, na inakuja kwa kumwomba Mungu na kusoma neno la Mungu mara kwa mara, ndio imani inaongezeka. Maana imani huja kwa kusikia neno la Kristo. Kwa hiyo kile unaposikia neno la Mungu, kwa hiyo kwa maana halisi neno la Mungu lina sauti linapoingia ndani yako, na linapofunuliwa ndipo imani yako inazidi kukua, na kadri kukua huko ndio kutatengeneza ya matunda 9 ambayo yatakusaidia sana katika kukua kiimani katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Je, niendelee nyingine ya 4? Imani ya 4 ungependa niendelee? Sawa, ninaendelea. Imani ya 4 ni imani ya karama. Imani ya karama, au nitumie pengine neno ambalo linaweza kueleweka vizuri, ningeweza kusema pengine niseme neno kipawa. Imani ya kipawa, hicho ni kipawa kutoka kwa Mungu. Imani ya kipawa ambayo yote imani ya kipawa imejengwa kutokana na ule msingi nilioeleza kutoka mwanzo. Ukifuata huo mtiririko, ndio hii imani ya kipawa inazidi kuongezeka. Imani ya kipawa. Sasa tunaweza kuangalia katika Marko tupate uthibitisho katika Marko sura ya 11 mstari wa 23 na 22. Imani ya kipawa au imani ya karama. Marko sura ya 11. Marko sura ya 11 mstari ule wa 23. Sura ngapi? Ya 23. Marko sura ya 11. Hii ni imani ya kipawa au imani ya karama. Marko sura ya 11 mstari wa 23. Amini nawaambia, yeyote atakayewaambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila amini kwamba hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Imani ya karama, yaani unakuwa na uhakika moyoni kwamba hiki kitu kimefanyika. Bila shaka mtu wa namna hiyo lazima ishie na shukrani. Anakuwa na shukrani, unamshukuru Mungu, na Mungu ataenda kutekeleza sawa sawa na vile ulivyoamini. Haleluya. Haleluya. Yaani imani ya karama, imani ya kipawa ni kuwa na uhakika zaidi moyoni kwamba hiki kitu tayari kimefanyika. Kwa hiyo kinafanyika moyoni, kinafanyika rohoni, alafu mwilini kitathibitika. Kama alivyosema Mungu kitathibitika, kitathibitika kweli. Hii imani ndio inaitwa imani ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Ukisoma Marko sura hiyo ya 11 mstari wa 22, ngoja nikusomee tena. Marko sura 11 mstari wa 12. Mstari wa 22. Kumradhi, ni mstari wa 22. Marko sura 11 mstari ule wa 22. Yeye akajibu akamwambia, mwaminini Mungu. Mwaminini na Mungu.
Yeye akajibu akamwambia, mwaminini Mungu. Hii sentensi ni kama ina utatanishi kidogo. Mpaka Roho Mtakatifu atakapokufunulia ndipo utakapojua. Hebu sasa nikufahamishe jinsi Roho Mtakatifu alivyonifunulia hapa. Anavyosema mwaminini Mungu, anasema ninyi mnaolisikia hili neno muwe na imani ya Mungu. Imani ya Mungu, turudi pale mwanzoni, kitabu cha Mwanzo. Mungu alipoumba mbingu na nchi akasema na iwe nuru, na iwe nuru katika uumbaji. Na iwe nuru, ikawa nuru. Na iwe nuru, alikuwa na uhakika. Wapi? Rohoni. Mungu ni roho, alikuwa na uhakika. Na iwe nuru, ikawa nuru. Anaposema mwaminini Mungu, anasema kuweni na imani ya Mungu. Imani ya Mungu ndio ikae moyoni. Haleluya. Moyoni mwangu mimi niliamini katika Kristo, nimembeba Yesu Kristo wa Nazareti. Na Yesu Kristo wa Nazareti ni Mungu. Mungu mkuu. Ni Mungu mwenye nguvu. Yeye anatenda makuu. Yeye anatamka inakuwa. Kwa hiyo na mimi natamka hivyo hivyo. Ni Yesu anakuwa ametamka ndani yangu. Hii inaitwa imani ya karama. Imani ya Mungu. Hii imani inazidi kukua kadri ambavyo nazidi kukaa kwenye neno la Mungu, kwa kusoma neno la Mungu. 1, 2, kutafakari. 3, na kuomba. 4, kushukuru. Na vyote hivi vinne hivi inapendeza vikifanyika kwa muda mrefu. Sasa inategemea, kama ulikuwa hujaanza kabisa, anza hata dakika 5, baadaye dakika 10, dakika 20, nusu saa, dakika 45, lisali moja. Utaendelea kadri Roho Mtakatifu atakavyokuwezesha. Anza na shukrani. Asante kwa kusikiliza vizuri sana hili neno, na kama unahitaji maswali kwa ajili ya somo hili au unahitaji kushirikiana nami kuitangaza habari njema, wasiliana na mimi kwa namba ya simu 0784477277. 0784, namba ya Airtel 477277. Narudia kwa mara ya 3. Kama nataka kushirikiana na mimi katika kuisambaza habari njema ya Yesu Kristo wa Nazareti, ili niendelee mbali zaidi kufundisha habari za Yesu, basi shirikiana na mimi. Namba ya Airtel kwa ajili ya mawasiliano 0784477277. Nitaendelea kufundisha zaidi kadri ya Mungu anavyoniwezesha. Hebu tumshukuru Mungu. Baba mbinguni, nakushukuru kwa ajili ya uwezo wa Roho Mtakatifu kwa kuniwezesha kutoa hili somo likawe baraka kwa watu wengine. Na wewe unayesikia, usikae kimya. Peleka habari njema kwa watu kadha ambao utaweza, kwa kadri ambavyo Mungu atakavyokuwezesha kusambaza Injili, kuwapelekea Injili watu wengine, ni kuwafanya hao watu wamjue Mungu aliye hai katika jina la Yesu, na kisha wawe na uzima wa milele. Na kama wewe unayenisikiliza pengine hujaokoka, unatamani kuokoka, hebu nikuongoze sala toba hivi sasa. Sema: Mungu wa mbinguni, asante kwa damu iliyomwagika msalabani. Asante kwa damu Yesu iliyomwagika msalabani. Nami hivi sasa ninatubu. Ninaamini moyoni mwangu kwamba Yesu aliteseka kwa sababu ya dhambi zangu, na alikufa kwa sababu ya dhambi zangu, na alifufuka ili kushinda dhambi. Na mimi hivi sasa najua, naamini Yesu uko hai. Yesu uko hai. Yesu, wewe nakutamka ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu kuanzia sasa. Roho Mtakatifu, karibu ndani yangu. Mungu, naomba ufanye ondoleo la dhambi ndani ya moyo wangu katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Asante Baba mbinguni kwa kuniokoa, nami naomba Roho Mtakatifu uniongoze kudumu katika Yesu, kumpenda Yesu, kustawi katika Yesu mpaka milele, mpaka siku zote za maisha yangu za kuishi nidumu katika Yesu. Roho Mtakatifu, naomba unisaidie. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tuonane wakati mwingine. Bye. Bye. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sambaza upendo, sambaza habari za Yesu Kristo Nazareti. Takuja na somo lingine kadri Mungu atakavyotuwezesha katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Tukutane katika channel inaitwa Yehova Television au Jehova Television. Ipo katika YouTube. Angalia huko, utakutana masomo aina mbalimbali. Burudika na neno la Mungu katika jina la Yesu. Furahia neno la Mungu katika jina la Yesu. Pokea amani ya Yesu Kristo wa Nazareti. Pokea uponyaji wa tatizo ulilo nalo kwa nguvu ya damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Amina.